lakini pia Imane na wengine wote mnatusikiliza, kabla tujakwenda kuungana na Singida Black Stars kwa kile ambacho kimetokea jana. Taarifa imekuwa ni rasmi sasa, official, kwa maana Stefan Aziz Ki anaondoka. Jana tuliona pale Wakanda litupenyezea akawa Fabrizio wa Tanzania, kwa maana kuzungumzia namna ambavyo mchezo wa jana ulikuwa ni mechi ya mwisho kwa Stefan Aziz Ki, na wakati wote baada ya mechi ile anaweza kuondoka katika kikosi cha Wydad Athletic ambao wamefuzu kushiriki Club World Cup ambayo itafanyika kule USA mwezi Juni mapema kabisa. Na baada ya mechi ya hapo jana, kwa maana Yanga walipoipiga 2-0 JKT, mjumbe wa bodi wa kurugenzi wa klabu hiyo kwa maana Alex Ngai alithibitisha mbele ya waandishi wa habari kwa maana kweli nyota huyo anaondoka, kwa maana asilimia za kubaki ni 2, za kuondoka ni 98. Kwa hiyo muda wowote walimpenda, lakini pia biashara katika soka lazima ifanyike, nikinukuu baadhi ya maneno. Swali kwanza kwa kifupi kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza, Stefan Aziz Ki amecontribute kwa mafanikio ya Yanga kwa namna gani kwa kipindi chote ambacho alikuwa ndani ya jezi za njano na kijani? I think kwenye base ya maboresho ama base ya kurejesha ubora wa Young Africans, huwezi ukaondoa mchango wa Stefan Aziz. Msimu wake wa kwanza anasajiliwa kutoka ASEC Mimosas, anafika tu nchini Tanzania, Young Africans inaanza dominance yake ya kurejesha mataji ambao walikuwa wameyapoteza kwa mtani wao Simba Sports Club kwa almost duration ya miaka 4. Ni mchango mkubwa sana kwa mchezaji ambaye aliingia kwenye timu akamkuta mwalimu ambaye kwa namna moja au nyingine hakuwa chaguo lake la kwanza kwenye position ambayo Stefan amekuwa akienjoy kucheza wapo uwanjani. Tukumbuke wakati anaingia alimkuta head coach akiwa ni Nasruddin Nabi, ambapo aliopt kumtumia Stefan Aziz kwenye mapana ya uwanja, akimwacha Faisal Salum Abdallah endelee kutumika kwenye eneo la namba 10. Na ilikuwa ni role fulani ambayo Faisal alitimiza ipasavyo na Stefan akawa anatokea ule upande wa kulia. Lakini licha hayo yote, bado Stefan mwisho wa msimu alifanikiwa kuweka goli 10 kambani. Toka hapo angalia namna ambavyo Young Africans alikuwa anarejea kwenye michuano ya kimataifa. Kumbuka msimu mmoja nyuma Yanga alikuwa ameondoshwa na club ya Rivers United kwenye zile hatua za awali za CAF Champions League, lakini msimu uliofuata ambao ulikuwa msimu wa kwanza wa Stefan Aziz kwenye timu, baada ya Yanga kumaliza unbeaten, Stefan anaingia kwenye timu ule msimu wake wa kwanza kabisa, aliikuta timu ambayo inatafuta tena kurejea kwenye michuano ya kimataifa. Good enough kwake ama bad enough kwa Young Africans, kwanza walidondoka kuelekea CAF Confederation, lakini good enough kwa Stefan Aziz, yeye ndio aliyevusha Yanga kutoka kwenye hatua za mtoano kuipeleka hatua ya makundi. Tunakumbuka fantastic pass kutoka kwa Salum Abaka Shuaboy kwenye semi bending volley. Stefan Aziz ana strike mpira vizuri, unaenda kwenye eneo ambao goalkeeper wa Club Africain alishindwa kufikia. Mwisho wa siku Yanga alipata goli hilo moja na likamvusha kuelekea kwenye hatua za makundi. Aliyofika makundi nako pia alikuwa na mchango mkubwa akishirikiana na Fiston Kalala Mayele. Mwisho wa siku tukaiona timu ikifika mpaka kwenye hatua za finali. Kwa hiyo ni msimu mwingine ambao tena Yanga akaisaidia Yanga kutetea tena taji ambao walipata msimu mmoja nyuma ambao yeye hakuepo. Kwa hiyo nakuja kujikuta kwamba mchango wake kwenye msimu wa kwanza tu ulikuwa ni outstanding. Licha kwamba alikuwa anatumika kwenye role ambazo sio zake kwenye favorite position, lakini mwisho wa siku deliverance ilikuwa juu. Nimekupata statistics hapa. Stefan kwenye msimu wake wa kwanza alifanikiwa kumaliza na goli 10+. Kwa hiyo hiyo tunakuonyesha kwamba ni mchezaji wa daraja la juu. Lakini msimu wa pili katika kitu ambacho alikifanya vizuri, kabla kwenda msimu wa pili, kumbuka ule msimu wa kwanza Young Africans alicheza kwenye hatua zile za kombe la Ngao ya Jamii. Na mchezo Ngao ya Jamii alicheza dhidi ya Simba Sports Club. Kama tutakumbuka, assist ya Fiston Kalala Mayele ambaye alipiga msumari wa pili ilitoka kwenye mguu wa Stefan Aziz Ki. Namna ambavyo alifanya ile movement kwa usahihi, Stefan akamwekea Fiston kwenye njia, Fiston akaenda, alimkuta goalkeeper Beno Kakolanya ajao kwenye position nzuri, aka strike mpira vizuri kamba. Kwa hiyo unaona contribution yake kwenye ile michezo mikubwa ya maamuzi, unaona contribution yake kwenye haya mafanikio tu ya msimu wake wa kwanza alipoingia kwenye club ya Young Africans. Msimu wa pili baada ya Fiston Kalala kuondoka, hamna shabiki wa Young Africans ambaye alikuwa ana imani na washambuliaji waliosajiliwa na timu.
nakumbuka hapo katikati kulikuwa kuna mwamba Kambole Lazarus. Alianza kwanza Lazarus Kambole alisajiliwa lakini kwenye pre-season Lazarus hakuonekana kwa sababu ya majeraha ambayo alikuwa anamkumba. Akatolewa Lazarus Kambole kwenye system, alirejeshwa Tuisila Kisinda kwenye timu. Yanga ikaenda kutafuta option ya tatu ya ushambuliaji. Tukumbuke option ya kwanza ya ushambuliaji wa Young Africans ilikuwa ni Suleiman wa raia wa Kenya, lakini ikashindwa kuwork out. Ikaja kwa Lionel Ateba Mbida, ikashindwa kuwork out. Baadaye ndio akaenda kwa Hafiz Wonta Konkoni ambaye alikuwa ni selection ya tatu. Hafiz Wonta Konkoni haikuweka out kabisa, lakini guess what, kwenye eneo la shambuliaji aliowasaidia ni Stefan Aziz Ki. Good enough, ali set records kubwa kwenye kikosi chao. I think kwenye duration ya takriban miaka 7 mpaka 8 Yanga walikuwa wamefanikiwa kupata mshambuliaji ambaye alikuwa na shoot goal 21 toka ondoke Hamis Jocelyn Tambo. Kwa nakuja kujikuta kwamba Stefan katika msimu wake wa pili kwenye timu alifanikiwa ku reach his record, lakini alifanya nini cha ziada? Akabakisha tuzo ya MVP wa ligi kwenye timu yao. Msimu mmoja nyuma alikuwa ameichukua mwamba yani Bangala Litombo, msimu wa pili akaichukua yeye. So anajikuta alikuwa na mchango mwingine imara sana kwenye timu yake, performance ya MVP. Ametoka hapo msimu huu nao pia yes amekuwa na ons and offs kadhaa, lakini the moment utamwona Stefan Aziz Ki uwanjani unajua kabisa Yanga kidogo ana comfort zone, na mchezaji ambaye ana uwezo wa kucause chaos kwa mpinzani. So wameondoka mchezaji mzuri kwenye timu yao, lakini katika kitu ambacho unaweza ukaguarantee ni kwamba ameondoka huku akiwa hana deni kwa mashabiki wa Young Africans. Sawa, ni kuhusiana na Stefan Aziz Ki, huyo mwamba wa Garugu akiweza kuondoka ndani ya kikosi hiko na muda wowote kutokea hivi sasa, basi tutamuona akiwa na jezi ya Wydad Athletic ambayo inashiriki ligi kuu pale nchini Morocco. Na miongoni mwa majina ambayo yanatajwa katika nafasi hiyo ya kiungo mshambuliaji ni Faisal Salum, aliyewahi pia kuitumikia klabu ya soka ya Yanga, kwa maana tarejea ndani ya kikosi hiko cha wananchi. Na kwa namna ambavyo takwimu alizozitaja wakanda kuhusiana na Stefan Aziz Ki alichokifanya, na kwa mwenendo wa Faisal Salum tangu atoke Yanga kwenda katika kikosi cha Azam FC, pengine ni mbadala sahihi kwa Yanga ambayo inahitaji kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa baada ya msimu huu kuishia kwenye hatua ya makundi. Yes, Faisal ni chaguo sahihi kwa Young Africans. Licha kwa sina uhakika kama anaenda kweli, ni tetesi hizo, si ndio? Ni tetesi ndio. Kwa sababu performance ya Faisal ni moja namba 10 ambayo ni bora kabisa. Misimu yote ambayo ameondoka Young Africans ameenda Azam, sijaona kilichobadilika, kwa sababu kuna time alikuwa anakupa goli nyingi, pia anakupa assist za kutosha. Pia msimu huu pia ukiangalia namba zake, mmoja viungo ambao wamfanya vizuri Faisal yupo. Faisal kuna siku tulipiga story hapa nikamzungumzia, kwa sababu ni moja ya viungo ambaye naamini anakupa kila kitu. Wewe ashumu unakuwa na kiungo ambaye unaweza kumtumia kama namba 10 lakini au na middle namba 8 lakini akakupa vitu vingi sana. Ata block mipira mingi sana, atapiga pasi, ana assist, ana score. So na bado anakuwa na energy ya kutosha kuanzia dakika ya kwanza mpaka anapomaliza. So ni mchezaji ambaye na pia ana vitu vingi mguuni. So tuamini kwamba naamini kwa Young Africans kama ni Faisal ni kweli ni chaguo lao wanalitaka, ni mchezaji ambaye ni sahihi kabisa, unaweza kumchukua na kumtumia vizuri kwa sababu namba 10 ambayo bado ipo kwenye speed ambayo ni nzuri sana. Edge na ruhusu kila kitu anacho. So bado naamini ni kwamba Faisal kama ataenda kweli chaguo sahihi, lakini bado tuna uhakika ni tetesi hizo, si ndio? Hata Chama ambaye yupo pale kwa sasa unaweza kumtumia na bado chance ni kwake, anaweza kaitumia na akafanya vizuri. Kwa muda ambao anatafuta mtu ambaye kupata replacement ya Aziz Ki. Tofauti ya Stefan Aziz Ki na Clatous Chota Chama na Faisal Salum ni ipi? Ni wachezaji watatu ambao wote role yao uwanjani as a number 10 ni moja, lakini wametofautiana kwenye baadhi ya maeneo ambayo kila mmoja ana ubora kwenye eneo lake. Nikianza na Stefan Aziz, Stefan alikuwa ni mchezaji anaye operate mzuri zaidi cooperate kwenye maeneo madogo ya uwanja, tunaziita zile tight spaces. Okay. Hakuwa akihitaji mita 1 ama mita 2 ili kufanya hatari. Alikuwa anahitaji geuko mmoja tu, touch moja tu, yeye tayari amesha cause chaos kwako. Either touch moja hiyo ame cause chaos kwa kupiga penetration pass ambayo imemwendea mshambuliaji, ama hiyo touch moja amegeuka ame strike mpira kwa sababu alikuwa na hiyo shot power kwa ufasaha, lakini pia namna ambavyo alikuwa na uwezo wa kuhold mpira kwenye eneo ambalo namba 10 wengi wameshindwa kuhold mpira kwenye maeneo kutokana na msuli ambao walikuwa nao. Kwa hiyo unakuja kuona ni mchezaji ambaye alikuwa muhimu sana, atembei maeneo mengi, lakini akisimama nyuma ya mshambuliaji, akisimama nje ya 18 una
uhakika na uwezo wa kucause chaos kwa namna yoyote, kwa sababu alikuwa pia na uwezo mzuri sana kupiga pasi za almost mita 10, mita 15 kwa kulobu mpira ama kwa kupiga penetration ya chini ama kwa kupiga pinpoint pass. So huo ulikuwa ni ubora wa Stefan. Kwa Clatous Chota Chama, yeye ni mchezaji ambaye katika kitu anachokiofa ukiwalinganisha na hawa wote, kuna kitu kwenye mpira kinaitwa composure, utulivu. Yani kuna muda kwenye timu baada ya chaos ya wachezaji wote uwanjani, unahitaji akili ya mtu mmoja tu ambaye anaambia nipeni mpira nitulie sasa. Okay. Kutulia na huo mpira kunamtengenezea mazingira ya kuchagua pasi sahihi kwenye eneo ambalo wapinzani hawa anticipate. Kuchagua pasi sahihi kwenye eneo ambalo ikienda inaenda kutengeneza nafasi ama inaenda kutengeneza goli, kwamba inakuwa ni assist kwa upande wake. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho Chama amewazidi hao wengine wote. Sio mzuri kwenye kufanya dribbling, kuchukua kijiji cha watu 4 5, lakini naye pia ni mzuri kwenye kucheza kwenye hizo tight spaces. Ana uwezo wa kukaa na mali, ana uwezo wa kusogea kwenye eneo moja ama maeneo mawili kwa kumpita mtu mmoja ili kwenda ku release mpira, lakini ni mzuri zaidi pale ambapo yupo kwenye 18, halafu unahitaji brain ya mtu ambaye hana papara kwenye hilo eneo. Nilikuwa na hapa asubuhi takwimu kwenye kipenga extra uwanjani siku zote, namna ambavyo concentration inapungua kulingana na eneo ulilopo. Ukiwa kwenye eneo lako la 18, kwenye ile box lako la 18, kuanzia kwenye goli mpaka kwenye box lako linapoishia, pale concentration yako huwa inakuwa 100% wewe mchezaji. Ukiwa kwenye 18, mstari wa 18 mpaka kwenye ule mstari wa katikati wa uwanja, concentration inashuka inafika 75%. Ukiwa kwenye mstari wa katikati kuliendea boksi la mpinzani wako, concentration inakuwa 50%. Ukiingia kwenye boksi la mpinzani wako, concentration inakuwa 25%. Hasa wachezaji wengi wanashindwa ku maintain concentration ya 25%, kiasi kwamba wakiingia kwenye boksi wanakuwa low than 25, wanafanya papa. Tulipata nafasi lakini tukashindwa kuzitumia. Yes, ndio hiyo bwana. Aliingia kwenye 18 akashindwa kupiga pasi sahihi, ama aliingia kwenye 18 baada ya kutoa pasi akapiga shuti, ama aliingia kwenye 18 akapiga mpira nje. Kwa unakuja ujikuta hiyo concentration ya 25% Clatous Chota Chama ana offer at the point pamoja na zaidi ya hiyo 25%. Kwa hiyo huo ndio bora wa Clatous. Lakini sasa Faisal yeye anakuja kuongeza ladha nyingine ya tofauti. Faisal unaweza usimwamini kwenye hizo composure, lakini anakupa nini? Faisal anakupa versatility. Ana uwezo wa kucheza kwenye maeneo mengi uwanjani. Una uhakika kwenye game una namba 10, lakini katika namba 10 huyo una uhakika una namba 8. Kwamba kuna muda kwenye lile eneo la juu labda anakutana na mpinzani yupo kwenye low block, hawezi kubaki kwenye lile eneo. Faisal ata drop chini, atakuja kucheza kwenye eneo la katikati, as long as ahusike kwenye build up ya team, as long as ahusike kwenye hizo link up plays, anaweza kufanya movement, anaweza kukimbia kwenye maeneo sahihi, lakini pia namna anavyojivua ili aje afaidike na second balls. Clatous pamoja na Stefan Aziz hawafaidikagi kabisa na second balls, lakini Faisal huwa ana enjoy kufaidika na zile second balls, sababu mara nyingi kwenye ile mipira inayodondoka either ni cross, sehemu anayojiposition huwa imekuwa ikimsaidia sana. Lakini ukitoka tu kwenye kujiposition kwenye eneo sahihi, namna anavyoishambulia hiyo second balls, namna anavyozishambulia hizo loose balls zinavodondoka kwenye mguu wake, huwa ndio imekuwa ni utofauti mkubwa na hao wawili. Striking power yake ipo juu, ana uwezo wa kuhit the target akiwa kwenye eneo sahihi kwenye hizo second balls ambazo anadondoka nazo, lakini kama nilivyozungumza hiyo versatility role yake inamuongezea faida. So kwenye timu kuna muda unatamani kuwa na hawa wote watatu. Una Stefan, una Clatous, alafu una Faisal, lakini ikitokea hauna wote watatu, una wawili kati ya hawa watatu, brother, umeunda timu moja ya hatari sana, kwa sababu kuna muda utahitaji composure ya mchezaji, unamwangalia bench, Clatous vaa jezi. Kuna muda unahitaji versatility ya Faisal, mpinzani wako yuko kwenye low block, Faisal chukua jezi nenda kacheze. Kwa kisha kuwa una hii wachezaji watatu ama wawili wa aina hii, wote wenye character tofauti, lakini wote ni namba 10, wanakusaidia kocha kwenye mapana ya uwanja, ndio ile tunaita kikosi kipana kwenye hizo nafasi.